tunatembea usiku. Hii mwezi wa 7 tumetembea usiku yote. Unaamka kwa nyumba saa 4 ya usiku, watu wamejaa kwa maji. Unakuja saa 2 nyumbani hata ulali, wanakuja kukuiba makuku na mbuzi kwa sababu umeenda kutafuta. Tangu nikuja hapa hivi na Mtohoro nimeteseka kwa sababu ya maji. Tunaamuka saa ngapi? Saa 9. Na wamama hata paka mabwana umeanza kuchoka na sisi. Hatusai kwa sababu ya maji. Tangu nianze kuwa mdogo mpaka sasa hivi niko mkubwa hivi, tumekuwa tuna shida ya maji. Hii area yetu ya Mtohoro maji hakuna. Tumelia vya kutosha, wanaume wamepoteza wanawake ni kwa ajili ya maji. Wengine wanaamuka wanafuatilia wamama wanaenda wapi, wanaenda kutafuta maji. Wamevunja ndoa kwa ajili ya maji. Sasa saa hii kweli mheshimiwa, Vilali-lonji maji mwezi wa 3 mpaka wakati huu hatujaona maji. Tunateseka tu, tunakuja na mipira tunaweka hapa, hakuna maji. Hatujaona hata tone la maji likianguka chini. Sasa mheshimiwa, ulilonji nini? Mwezi wa 3 viongozi wamekuja hapa kulonji maji, wanalonji tanki empty. Maji hakuna. Sasa sisi tunajiuliza tuko katika inji gani? Sehemu zingine watu wanapata maendeleo, sisi maji huku hakuna. Sasa saa hii tangu mwezi wa 3 mwaka jana mpaka saa hii maji hajawahi onekana. Tumegojea maji. Viongozi wetu walikuja wakaloji maji, wakatuambia mkuja na mitungi. Mama wakabeba mitungi, maji hakuna. Paka hata watoto wetu nyatulizao wa kwanza hata wanaooki, wananuka mkocha kabisa. Sisi tunataka, tunaomba MCA hata kiongozi yoyote ule mwenye atachipuka na atutengeneze hii maji. Ndipo upate maji mtungi mmoja, utatembea kilomita kama 5 hivi ndio upate maji. Sisi tumesahaulika kama sisi wa Kenya. Tunauliza serikali, tafadhali mtusaidie, mtupatie maji kwa sababu sisi tuko na haki sawa ya kupata maji kama wa Kenya wenzetu. Na hao mama wanapita na maji wanaanguka kwa mto. Hakuna hata bridge kule. Sasa naomba ya kwamba Mheshimiwa Uluke na Mheshimiwa Nangulu mshughulikie hilo jambo.